Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wapendwa wafuatiliaji wa kipindi chenu pendwa kabisa Familia Ina Mengi, na kweli tunajadili yale ambayo kwamba yana mafungamano ya karibu sana na family, kwa sababu kama tunavyojua sote kwa pamoja kuwa Uislamu haujaacha jambo, na Qur'an al-Karim ituthibitishia habari hii. Ndio isema pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotueleza kwenye Qur'an al-Karim, wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, kila jambo Allah anasema ameliweka wazi wazi kabisa. Vile vile kwenye Qur'an al-Karim, ma farratna fil kitabi min shay'in, hakuna jambo hata moja kitabuni lililoachwa. Vile vile kwenye Qur'an al-Karim, wa ma kana rabbuka nasiya, wala Mola wetu na Mola wako si mwenye wasfu kabisa wa kusahau. A'udhu billah. Watukufu katika Uislamu, familia zetu zina mengi, na bado tunaendelea kujadili al-hajj wal umra, kwa sababu jambo hili kusema kweli lina mafungamano ya karibu sana 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 na familia zetu. Mimi na wewe tunajua baadhi ya familia zetu, baadhi ya jamaa zetu wana uwezo wa kuelekea Maka kutekeleza ibada ya haji. Nimefanya jitihada gani kuwa nasih? Nimefanya jitihada gani kuwafikishia ujumbe wa kutekeleza ibada ya al-hajj? Tunaendelea katika muendelezo wetu huu wa al-hajj wal umra, na tumemwona yule ambaye kwamba mwanafamilia mwenzetu, mwanafamilia wetu huwa tayari ameshanuilia inshallah biidhnillah kuelekea Maka kwa ajili ya utekelezaji ibada ya haji. Ni jambo jema, ni jambo zuri. Hakikisha kabla hujaanza safari yako ya hija, safari ya hija inaanza ukiwa katika familia yako, na wale watu jamaa zako za karibu kabisa, wanafamilia wako wa karibu kabisa, wanayo haki ya kuweza kujua safari yako na kuwaaga na kuwapa taarifa ya safari yako ya haji. Wa hadha al-amr mustahab inda jamii al-ulama, na jambo hili ni jambo jema, ni jambo ambalo kwamba limependezeshwa, ni jambo ambalo kwamba ni la sunna kuanza kutoa taarifa na kuwaaga wale jamaa zako. Tuliwahi kuzungumza katika kipindi chetu kilichopita kwa hatuwezi tukawamaliza jamaa wote kuwaaga, lakini utawaangalia wale ambao kwamba ni aqrabul aqrabin, yani wale ambao kwamba ni family na jamaa zako za karibu zaidi, kuweza kuwapa taarifa ya safari yako ya kuelekea Maka. Safari ya Maka haitakiwi kuwa ni safari ya siri, haitakiwi kuwa ni safari ya ghaib, wala si safari ya kuogopa hasada, wala si safari ya kuogopa kuhusudiwa. Safari hii inatakiwa iwe ni safari ya dhahiri, inatakiwa iwe ni safari kila mmoja amweleze mwenziwe, jamaa yake, jirani yake, ampe taarifa kuwa nielekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo jingine la msingi tulilotizama kwa yule ambaye kwamba tayari ameshanuilia miongoni mwa familia wetu, anakusudia kuelekea Maka kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya haji au ibada ya umra, ni jambo jema zaidi, ni jambo zuri zaidi. Wa hata inda al-ba'd al-ulama ya'tabirunahu wajib, hata katika baadhi ya madhehebu hawaoni kuwa ni jambo linapendeza tu, bali wanaona kuwa ni jambo la wajib, ni jambo la lazima, ni jambo ambalo kwamba limefaradhishwa kwa huyo ambaye kwamba anakusudia kuelekea Maka kutekeleza ibada ya haji au ibada ya umra. Jambo gani? Alwasiya. Tusi li aqrab li jama'atik, li qabilatik, li aqribaik. Unatakiwa utoe wasia, uache maneno, uache matamshi, uache waraka kwa ajili ya wasia wa jamaa zako. Walwasiyat alula walmuqaddama, na wasia wa mwanzo ambao kwamba unapewa kipaumbele na unatangulizwa mbele zaidi, alwasiyatu bi taqwallah, kuwahusia watu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wanao, watoto wako, mkeo, mumeo, khalati zako, maami zako, mashangazi zako, makhalo zako, na zile jamaa na wale jamaa wote ambao ni wakaribu, kao unawahusia juu ya swala hilo. Ukafanya kikao mahsusi, kikao maalum cha kukushanya familia yako. Jamani, hija na umra na mafungamano makubwa sana na family. Leo mwana familia anaondoka na kwenda Maka, sisi la hatujui chochote, wala hatuna taarifa yoyote ya kuwa ameelekea Maka. Kwa nini sisi tamhusudu, sisi tamfanyia choyo, bali pengine kukushanya family au kwenda kuwajulia hali family na kueleza hili swala na kuwapa wasia wa ucha Mungu. Jambo hili pengine litawashajiisha na wengine, asa inshallah wakalifanya. Kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man sanna sunnatan hasanatan, yoyote ambaye kwamba ataanzisha au atakifanya jambo zuri jema, falahu ajruha wa ajru man amila biha, atapata thawabu kwa jambo jema lile ambalo kwamba amelianzisha au kwa jambo jema lile ambalo kwamba amelifanya, na ujira huo utakuwa ni endelevu kwa kila ambaye kwamba jambo jema lile atalifanya ikawa yeye ndiye sababu. Na kinyume chake vile vile, man sanna sunnatan sayyi'a, madamu mtu kaanzisha jambo baya, basi atapata dhambi, na atapata dhambi
kwa kila ambaye kwamba jambo lile alilolianzisha baya mwenziwe atakuja kulifanya baada yake. Qur'an al-Karim imethibitisha vile vile maana haya aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale Allah aliposema sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tutayaandika yale yote ambayo kwamba wameyafanza, tutayaandika yale yote ambayo kwamba wameyatanguliza, tutayaandika yale yote ambayo kwamba wameyafanya, wa atharahum allati tarakuha, na zile athari ambazo kwamba zimebakisha nyuma yao, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila jambo limehifadhika, limerekodiwa katika kitabu kilichokuwa sawa na chawazi, hakina doa wala dosari ya aina yoyote. Watukufu katika Uislamu, kuacha wasia kwa family, kwa kushanye familia, uwape wasia. Hii ni safari ya umri, hii ni safari katika umri wako na umri wangu ni mara moja, kwa lazima mkushanye mkeo, wanao, wajukuu zako, uwape wasia huo wa ucha Mungu. Lakini vile vile inapendezeshwa, bali tumesema katika baadhi ya madhhabi ni jambo la wajib kabisa kufanya, kuweza kuwapa wasia wa madeni ambao kwamba unadaiwa, kuweza kuwapa wasia wa madeni ambao kwamba wewe unadai, kuweza kuwapa wasia wa amana ambazo kwamba za watu ulizokuwa unazo, na kuyaacha yale yote ambayo kwamba unatakiwa uyaache kwa wale wahusika. Kama ni mfanyakazi wewe binafsi, lazima utoe taarifa kwa mabosi zako ili upate kibali na upate ruhusa ya kuweza kusafiri. Kama ni mfanyakazi wa serikali, wa haluma jarra, vile vile sote kwa pamoja tunatakiwa tuyafanye masala hayo. Hili ni jambo la wajibu, hili ni jambo la lazima. Imethibiti katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anasema ma haqqu mri'in muslimin, si jambo linalomfalia wala si haki kabisa kwa Muislamu wa aina yoyote, yabitu lailatin, siku mbili analala, au thalatha, au zaidi ya siku mbili, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda wisadatihi wa indahu shay'un yusi fihi au yusi bihi, ahakikishe kuwa siku mbili hizo au zaidi ya siku mbili hizo asije akalala isipokuwa wasia wake tayari ameshauandika, ameshauandaa, upo chini ya mchago wake, upo chini ya godoro lake, upo chini ya mto wake. Haifai madamu cha kuhusia unacho. Kuondoka mwanafamilia katika familia yetu kuelekea Maka, kuelekea kwenye ibada hii ya hija na umra, basi sisi kutupa taarifa, basi sisi kutupa wasia, si jambo ambalo kwamba linapendeza, bali jema zaidi ni kuacha wasia. Na tuliwahi kuzungumza kuwa madeni yanatakiwa yalipwe, na hili ni jambo la msingi ziada. Vile vile anatakiwa mtu anakwenda umra, mtu anakwenda alhaji, alipe madeni. Duyuni sharia hala, yale madeni ambayo kwamba yanatakiwa yalipwe leo, hayatakiwi kungojewa. Yale madeni ambayo kwamba mwenyewe anataka pesa yake leo, hataki kesho wala kesho kutwa. Yale madeni ambayo sharia, duyuni sharia halan, ile deni ambalo kwamba ni la chap la haraka ambalo anahitajika mtu alilipe leo kabla ya safari yake ya hija. Yani mfano safari ya hija ya mwaka huu tumesema itakuwa ni kuanzia mwezi wa 5, kwa madeni yake yako chini ya mwezi wa 5, ni wajibu kuyalipa madeni haya. Alipe madeni kwanza, kisha ndio elekee Maka kwa ajili ya utekelezaji ibada ya haji. Alipe madeni kwanza, kisha ndio elekee Maka kwa ajili ya utekelezaji ibada ya umra. Ama yale madeni ambayo kwamba ni madeni ya muda mrefu, madeni ambayo kwamba yanajuzu kucheleweshwa, madeni ambayo kwamba hayatakiwi, manake tumekubaliana na wale ambao kwamba nimewakopa kuwa nilipe kidogo pengine kila mwezi au kila mwaka, kwa madeni yale ambayo kwamba ni madeni yani hapo kwa muda mrefu, madeni yale hakuna tatizo mtu akasafiri japo anayo, kwa sababu ni madeni ambayo kwamba tumekubaliana tulipane kuanzia mwezi wa 6 au mwezi wa 8 au mwezi wa 10, na hija ya mwaka huu 2027 itakuwa katika mwezi huo wa 5. Ikiwa mtu hana jinsi na anataka kwenda Maka kuhiji, ikiwa mtu hana jinsi na anataka kwenda zake Maka kufanya ibada ya umra, na madeni yanayo na ni madeni ambayo kwamba yanatakiwa yalipwe kabla ya safari yake, na hana budi isipokuwa anataka kwenda na uwezo tayari ameshaukamilisha, basi haruhusiwi kwenda pasi kupata idhini, kupata ruhusa, kupata permit, kupata kibali cha wale ambao kwamba anawadai. Lakini vile vile kwa yule ambaye kwamba amenuilia na amekusudia hii safari ya umri, hii safari ya maisha, hii safari ambayo kwamba imefaradhishwa kwa Muislamu mara wahida fi umri, mara moja tu katika umri wake, moja miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanahimizwa an yakuna zaduhu min halal, ahakikishe kuwa mali yake ambayo kwamba anaitumia, mali yake ambayo kwamba anakwenda nayo Maka, mali yake ambayo kwamba anakwenda kutekeleza hiyo ibada ya haji na ibada ya umra, iwe ni mali ya halali, iwe ni mali iliyokuwa nzuri, iwe ni mali ambayo kwamba la shubhata fihi, kwa sababu imethibiti katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ar-rajul alladhi kana yamuddu yadayhi ila as-samaa, yule bwana ambaye kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemtolea hadithi yake na kisa chake na historia yake, kuwa alikuwa ameinua mikono juu mbinguni, alikuwa ameinua mikono juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya urefu na umbali wa safari yake akainua mikono kama hivi nilivyoinua mimi,
ameelekeza juu mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu bila shaka ameinua mikono yadu Allah, yasalullah masail mukhtalifa alladhi huwa yuriduha, mwenye anamuomba Mwenyezi Mungu mambo yake mbalimbali ambayo mwenye anayakusudia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaweka comment katika dua ya mtu huyu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam yualliq ala hadhihi almakana, anatoa comment kuhusu hii mandhari ambayo kwamba tunayo. Anasema wa mat'amuhu min haram wa malbasuhu min haram wa ghudhiya bil haram. Mtu huyu muoneni hivi hivi mnavyomuona, naomba dua, nataka atakabaliwe dua zake, lakini chakula chake ni haram tupu, mavazi yake ni haram tupu. Wa ghudhiya bil haram, na ametononoka mwili wake kwa haram. Fa anna yustajabu lahu, vireje sasa mtu mwenye sifa kama hizi dawa zake na dua zake zikubalike. Kwa maana moja miongoni mwa sifa za kutakabaliwa kwa amali, hata al-amal takun maqbulan inda Allah, ili amali iwe makbuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili amali iwe ni yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ile amali iwe ni amali ya halali, lazima ile amali iwe ni amali nzuri. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaweka comment katika hiyo hadithi tuloisema, kweli huyu mtu ana shida, ni mnyonge, anatoka safari refu na amechoka na taabani. Hadithi inatuambia ashghatha aghbar, alikuwa ni mtu taabani, manywele timtimu, nguo zote zimechafuka kwa vumbi, kwa marefu ya safari. Anazo sababu zote za kutakabaliwa dua zake, ikiwemo hiyo safari ya kuwa ni msafiri, lakini masharabuhu min haram wa mat'amuhu haram, yani kinywaji chake haram tupu, anachokunywa kila kitu anakunywa haramu, anakula haramu, katonoka kwa haram. Vipi mtu kama huyo dua zake zitakabaliwe? Na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu daima dawama mzuri, hapendi isipokuwa mazuri. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Yote hizi hadithi kwa ujumla wake zinahamasisha kuwa mtu ahakikishe kuwa الملبس والمطعم والمشرب والمسكن وكل شيء الذي يملكه, mavazi yake, makazi yake, chakula chake, kinywaji chake na kila ambacho kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amemmilikisha kiwe ni kitu cha halali. Hivyo moja miongoni mwa mambo ambayo kwamba anatakiwa hujaji awe nayo makini sana na yazingatie sana, ni yakuna zaduhu wa rahilatuhu min halal, ahakikishe kuwa safari yake na gharama zake zote ambazo kwamba amelipa kwa ajili ya kuelekea Maka iwe ni halali tupu. Imethibiti katika hadithi vile vile ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema idha kana wahidu minkum zaduhu min halal, mmoja wetu itakapokuwa chumo lake ambalo kwamba anaelekea katika ibada ya haji au anaelekea katika ibada ya umra ni chumo la halali, wa wada'a rijlahu fil gharz, pale tu atakapoanza kuweka mguu wake pahala patukufu, pale tu atakapoanza kuweka mguu wake kuanzia safari yake hiyo ambayo kwamba anaikusudia, wanada, kisha akaanza kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Akianza tukunadi maneno haya, akianza tukusema jambo hili kwa labbaik allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, akaanza huu uradi ambao kwamba uradi unaonyesha kuwa naitikia wito wako na nitazidi kuitikia na uitikia tena wito wako, wala huna mshirika Mola wangu lotukuka uliojua kila kitu. Nadahu munadin minas samaa, basi anatokea malaika kutoka juu mbinguni na yeye humuitikia kwa kumnadia yule ambaye kwamba amenadi huo mnada nilotaja hapo nyuma, anamwambia labbaika wa sa'daika, wito wako na wewe umeitikiwa na amani na khairi zikuthibitikie. Hajjuka mabrurun, hija yako imeshatakabaliwa. Wa sa'yuka mashkurun, na sa'i yako, mbio zako za Maka na Madina, zote hizo utazikuta katika mizani ya mambo yako mema. Wa dhambuka maghfur, na dhambi yako usijali, itakuwa ni yenye kusamehewa. Kwa hiyo itakapokuwa zadi yetu ni ya halali, itakapokuwa machumi yetu ya kuelekea Maka ni machumi ya halali, basi ndipo hapo malaika hutuambia maneno hayo kuwa hajjuka mabrur, hija yako ni mabrur, yani hija yako imetakabaliwa. Wa sa'yuka mashkur, na sa'i yako, mbio zako zote ulizokwenda, tawafu yako, kusali rakaa 2 katika msikiti mtukufu wa Maka, yote yale ya khairi uliyofanya yote yametakabaliwa. Wa dhambuka maghfur, na dhambi zote ambazo kwamba umezitaka Allah kusamehe tayari amekusamehe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, wa amma idha kana zaduhu min haram, ama itakapokuwa mtu chumo lake ni chumo la haram, akaanza tu kuweka mguu wake kwenye safari, akaanza tu kuweka mguu wake ile sehemu tukufu, kisha akaanza kunadi na kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, nadahu munadin minas samaa, basi uteremka malaika mahsusi kutoka juu mbinguni, naye anakuja kumuitikia mtu yule, kisha anamwambia zaduka min haram wa rahilatuka min haram, wewe umekuja hapa haram tupu, mali yenyewe ilokuleta hapa haram tupu. Hajjuka ghairu mabrurin, hija yako kwanza ukajua haina makubaliwaji. Wasa'yuka ghairu mashkurin, na hizo sa'i zako, mbio zako zote ulizokwenda, ibada zako zote ulizozifanya, zote hutuzikuta katika mizani ya mambo yako mema. Wadhambuka ghairu maghfur, na dhambi ambazo umemwomba Allah kusamehe hutosamehewa. Kwa hiyo tujitahidi kadri ya uwezo wetu, na tujitahidi zaidi ya uwezo wetu ikiwezekana kuhakikisha kuwa safari yetu ya kuelekea Makka, safari yetu ya kuelekea kwa ajili ya ibada ya haji na ibada ya umra, machumi yetu ambapo kwamba tunayachuma yawe ni machumi ya halali, ili hija yetu ipate kutakabaliwa. Turudi kidogo nyuma, wapendwa watazamaji, na tuulizane lile mas'alatun shar'iyya, yale mas'ala ya kisheria, kuwa mtu ndio hivyo kashaenda Makka na mali ya haram. Tunajua kuwa mali ya haram la yataqabbalu Allah, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu daima dawama anatakabali jambo la wale watu ambao ni wacha Mungu. Ikiwa ndio mtu kashaenda Makka na kaenda na mali kama hiyo ya haramu, kaenda na mali ambayo haifawi, kaenda na mali ya mtihai, wanaosoma wameulizana, idha kana wahid hajja ila baiti llahi alharam bimali alharam ma hukmu hajjuhu. Sasa swali linakuja, hija yake itakuwaje mtu huyo? Bila shaka thawabu haina, bila shaka hija yake ni haram tupu, bila shaka amna thawabu, yani na dhambi alizoziomba kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam ghairu maghfurin, yani si zenye kusamehewa, lakini anahesabika mtu huyo wajibu ameshaukamilisha kusema kweli. Na hili ndio jambo la ajabu ambalo kwamba wanawazuoni na wanasheria wetu wa madhehebu yote manne katika madhehebu ya Imam Shafi, Imam Malik na Imam Abu Hanifa, wanaona kuwa hija ya mtu huyu ni hija ambayo kwamba imesihi, lakini ni hija ambayo kwamba la thawaba alayhi, haina thawabu hata moja, haina thawabu kabisa. Ni hija ambayo kwamba sahihi, hija yake sahihi, lakini madamu kayatekeleza nguzo zile za hija, masharti ya hija, taratibu za hija akazitekeleza, basi hija yake itakuwa sahihi. Na hili ni jawabu la kisheria kusema kweli, lakini itakuwa haina thawabu na haipendezi na haifai na haijuzu mtu kufanya hija katika hali ya mali ya haram, kwa sababu itakuwa haijuzu. Ni sawa sana yule mtu ambaye kwamba kaenda darajani au kaenda sokoni au kaenda pahala popote panapouzwa nguo, panapouzwa kanzu, akaenda akaiba kanzu kisha akaingia msikitini akaenda kusali, yani sala yake haina thawabu kusema kweli, sala yake haina khairi kusema kweli, sala yake haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dhima tayari imeondoka. Kama adhuhuri ndo kashasali adhuhuri japo nguo ya wizi, fa salatuhu sahiha walakin la yuthabu alaiha, sala yake ni sahihi insha Allah biidhnillah, lakini haina malipo. Na hii ni kwa mujibu wa madhhabi ya Imam Shafi'i, na ndio fatwa inayotolewa na ofisi ya mufti mkuu vile vile wa Zanzibar. Almuhim, tunarudi yote tunazungumza kwa sababu gani, wapendwa watazamaji wangu, na kuonyesha kuwa kile kitu cha halali ndicho ambacho kwamba kitatupa sisi thawabu, kile kitu cha halali ndicho ambacho kwamba kitatufanya sisi jambo lile liingie katika mizani ya mambo yetu mema. Lakini wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa habari hizi za familia ina mengi na ibada hii ya hija, mwenzetu kashatuhusia, mwenzetu tumeshamuhusia hakikishe kuwa mali yake ya haram, lakini kwetu sisi upande wa familia ni jambo jema sana, bali ni jambo ambalo kwamba limehimizwa mwenzetu kumsindikiza. Nuwaddi'uhu ila haddi al-matar, tumsindikizeni inshallah mpaka uwanja wa ndege. Zamani watu wema mahujaji, hata kama si jamaa yake, hata kama si mwanafamilia wake, ni jirani yake tu, au walikuwa wanasali pamoja tu msikitini, au walikuwa wapo kazini pamoja, anasikia anakwenda Makka, basi anafanya juu chini, anakwenda naye mpaka airport, anakwenda naye anamsindikiza mpaka custom, kama anasafiri kwa meli, anamsindikiza. Anajua huyu mgeni wa Mwenyezi Mungu, anajua wewe unakwenda pahala patukufu, anajua unakwenda kufanya ibada adhim, kwa sababu imethibiti katika habari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume Muhammad, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah da'ahumullahu faajabu, mahujaji wanaokwenda Maka kuhiji na wanaokwenda Maka kufanya umra, hawa ni wageni maalumu wa Mwenyezi Mungu. Allah amewaita, wameitika. Wewe mgeni wa Mwenyezi Mungu utaki kumsindikiza, utakomsindikize gani? Umsindikize nani? Yani kwenda Maskati na Omani na Imarati, sio?
na anakwenda zake England, anakwenda zake London, ndo unajipendekeza tena umsindikize. Anakwenda Maka una habari naye, wote tuwasindikize. Anakwenda London tumsindikize, anakwenda Denmark tumsindikize, anakwenda Imarati tumsindikize, anakwenda Muscat vile vile tumsindikize. Lakini wabora zaidi na wa mbele zaidi na wa kipaumbele zaidi ni yule mgeni wa Mwenyezi Mungu, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Mtume amethibitisha kuwa hawa ni wageni wa Allah. Mgeni wa Allah anastahili zaidi kusindikizwa. Vipi leo mwanafamilia wetu? Vipi leo jamaa yako anakwenda Maka? Vipi leo mtu wako anakwenda hija? Vipi leo mtu wako anakwenda umra? Wewe huna hata wasawa kumsindikiza. Angalau ukamsindikiza mgeni wa Mwenyezi Mungu, kina ukiomba dua, ya Rabbi, kama ninavyompeleka yeye na mimi nijalie unipeleke unifikishe ya Rabbi. Yani shauku ya watu wema. Airport zilikuwa zinajaa wasindikizaji. Yani kipindi cha hija airport yanajaa wasindikizaji. Hawa wanakuja na dufu kama linafaa halifai, si mjadala wangu mimi na ujadili. Hawa wanakuja na hivi, wale wanakuja na hichi, wale wanakuja. Kuna wengine hata hawana jamaa, lakini wakishasikia mahujaji tu wanasafiri, wanakuja kuwaona na kuwaangalia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wana imani huyu mgeni wa Mwenyezi Mungu anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nipate baraka za kumsindikiza mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tena kama unavyojua, al-imanu yazidu bitaa wa yanqus bil maasi. Imani zetu zinatofautiana. Imani inazidi na inapanda na inakuwa juu kadri mtu anapokuwa mcha Mungu, na inapungua, imani inashuka kadri mtu anapokuwa yuko mbali na mambo ya khairi, na kadri anapokuwa mtu anaelekea kwenye maasi na madhambi. Kwenye Qur'an al-Karim Allah anasemaje? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Jilazimishe wewe kama wewe, jilazimishe wewe nafsi yako kushikamana na wale watu ambao kwamba kutwa kucha wanamuomba na kumwelekea Mola wao. Hawa ndio watu ambao tumetakiwa sisi, wasbir nafsaka, tujitahidi kuhamasika sisi, kama Qur'an unatuambia sisi wasbir, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi vile vile wasbir nafsaka maa, hakikisha unajilazimisha wewe nafsi yako na alladhina yad'una rabbahum, na wale watu ambao kwamba wanamuomba Mola wao bukratan wa asila, kutwa kucha. Hao ndio watu wa kuwa karibu nao. Leo mtu anakwenda Maka, leo mtu anakwenda hija, leo mtu anakwenda umra, wewe utaki kujipendekeza kwake, wewe utaki kujikurubisha kwake. Na ndio maana watu wema, watu waheri, wakisikia watu wanakwenda Maka, si kuwasindikiza tu na zawadi huwapa, wakawapikia vyakula vikavu, wakawapa sadaka, wengine wanawapa mpaka pesa za matumizi. Wallahi jamani, hii dini na watu waheri hivyo. Huu Uislamu na watu waheri hivyo. Kuna watu Mwenyezi Mungu kawajalia roho zao, wakisikia mtu anakwenda Maka, hata kama hawamjui, watakwenda, watampa kama ni 10,000, kama ni 50,000, wanampa. Haina maana kuwa kama wewe huna ndio usiende. Japo kusindikiza jamani, japo ile kumsindikiza huyu mtu waheri, anakwenda pahala pakubwa. Sisi kama wanafamilia tumechukua hatua gani kusema kweli kuwasindikiza wenzetu ambao kwamba wanaelekea sehemu kama hizo? Lakini katika mambo ya msingi sana, katika mambo ambayo kwamba amepewa kipaumbele sana, hawa ndio watu wa kuambia watu ombe dua. Hawa ndio watu wa kuwaomba watu ombe dua jamani. Kumwambia mwenzio naombe msafiri, dua ya msafiri. Msafiri wa aina yoyote, sio uzio unakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Yani thalatha la turadu da'wahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu watatu dua zao hazirudi moja kwa moja, mustajabat. Dua zao ni mustajaba, dua zao makbuli moja kwa moja. Jamani, watu wa aina tatu, thalatha da'watuhum mustajaba. Yani watu wa aina tatu dua zao makbula. Wewe unatafuta mtu ambaye kwamba dua yake makbul, unahangaika dunia nzima unamtafuta sijui sharifu gani na sharifu gani, unamtafuta mtu ambaye kwamba dua yake makbul. Mtume kashasema kuna watu 3 types. Hao watu hao da'watuhum mustajaba maqbula inda Allah la turad. Mtume katilia msisitizo la turad, dua zao makbuli azirudi. Akawataja moja miongoni mwa watu watatu hao, akamtaja moja miongoni mwa hao watatu, al-musafir. Al-musafir, yule msafiri dua yake makbuli, msafiri dua yake inatakabaliwa. Seuze msafiri yule atakapokuwa ni alhaji, seuze msafiri yule atakapokuwa ni almu'tamir. Msafiri anaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompa wadhifa Saidina Abu Bakr kwenda kusimamia ibada ya hija katika mwaka takriban mwaka wa 9, alipompa nafasi ile akamwambia neno moja kubwa sana wakati anauaga msafara wa mahujaji. Akamwambia Saidina Abu Bakr, la tansana min salihi da'watikum, msitusahau kwa dua zenu uko njema. Hivi ndio unavyotakiwa.
kuwaomba watu, jamani msitusahau. Na hivi ndivyo watu wema wanavyojikurubisha kwa watu ambao kwamba wanawadhania kuwa ni watu wema. Yani mtu mwema kadri anavyojiona mtu mwema, anajiona yeye hajawa, bali anamwambia inshallah usinisahau kwenye dua, na mimi nikumbuke kwenye dua. Na msafiri dua yake inatakabaliwa kuanzia pale anaposafiri, katikati ya safari, na mpaka wakifika kule sehemu tukufu inshallah. Tuwaambie jamani msitusahau kwa dua, tukumbukeni. Haya yote yalikuwa yanafanywa na watu wema, lakini leo kwa masikitiko makubwa sana na kwa huzuni kubwa sana, mahujaji wanasafiri, airport ziko tupu kabisa, hakuna watu wamekuwa wachache kabisa. Na si kwa kuwa airport zinazuia watu kwenda, hakuna jamani, watu wanaingia mbona airport, na wanaruhusiwa hasa katika kipindi cha hija kuwasindikiza watu. Sio lazima uingie mpaka ndani tena, uingie mpaka kwenye ndege tena, si unamfikisha mpaka pale airport inshallah, unamuaga bye bye, see you inshallah, tamshi bisalama wa tarjia bisalama inshallah, unamwambia uende salama urudi salama. Hizi kullaha da'awati, zote ni dua. Yani wewe mwenyewe unamwombea dua msafiri, unamwambia uende salama urudi salama, safari njema. Hizi zote ni dua, hivyo tunamwombea msafiri. Kwa msafiri na vile vile atuombee na sisi dua inshallah, Mwenyezi Mungu atujalie khairi. Na hizi zote au na haya yote ndio yasema ni sisi wana familia ndio tunastahili kuyafanyia kazi. Ni sisi wana familia tunastahili kuambizana, kukumbushana. Lakini leo mtu mama yake, baba yake, mjomba wake, mwanawe, shemeji yake, rafiki yake, mpenzi wake, jirani yake anakwenda Maka, la yulqi lahu balan, ma fi balihi, la ya'tabiru annahu shay. Yani mtu anakwenda Maka, anamwambia na nasafiri nenda hija, tukijali unaondoka tarehe 3 mwezi wa 5 2027, ambaye inshallah mpaka yule mtu anachukua mabegi siku ile anaondoka nayo, anamwangalia hata habari hana. Subhanallah. Hivi kweli ndio jamii ilipotufikisha jamani? Mahujaji wamekosa thamani, wageni wa Mwenyezi Mungu wamekosa thamani. Lakini ngoja atoke mtu England, atoke mtu Uarabuni, atoke mtu Ulaya, asiku anasema narudi zangu Ulaya, narudi zangu Uarabuni, tena watu watakodi magari hapo wampeleke. Si vibaya, si vibaya, wala si haramu, si vibaya tukakodi magari tukampeleka dada yetu, ndugu yetu, jamaa yetu ambaye kwamba katoka Maskati, muda mrefu alikuwa huko Maskati, alikuwa Imarati. Si vibaya kumpeleka huyu mgeni wa Mwenyezi Mungu. Je, tumechukua jitihada gani? Hapo ndo tunapopimwa imani zetu. Huyu mgeni wa Mwenyezi Mungu tumechukua hatua gani kumsindikiza? Tumemkodia magari na yeye? Tumempa nini na yeye? Tumemwambia nini na yeye? Je, kweli tumekumbatiana naye kama tunavyokumbatiana na wale ambao kwamba wanakwenda Imarati na Dubai na sehemu nyinginezo, Uarabuni na Ulaya na mabara mengineyo? Watukufu katika Uislamu, lao kama sisi tutakuwa Uislamu wetu hatuna heshima nao, kama sisi tutakuwa Uislamu wetu hatuna habari nao, maana sisi ndio wenyewe. Sasa kama sisi, nani auheshimu Uislamu? Nani aheshimu vile vinavyoitwa sha'airullah, zile sha'air za Mwenyezi Mungu, vile vitukuzo alivyovitukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hija na umra ni katika sha'airillah, ni katika matukuzo makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Amethibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anasema wa man yu'azzim sha'airullah, yoyote ambaye kwamba ataviheshimu na kuvitukuza vitukuzwa vilivyotukuzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha min taqwal qulubi, huo ndio cha Mungu uliopo rohoni. Kumwona mtu anamheshimu, anamthamini, anamjali, anampembelekea alhaj, hili ni jambo kubwa sana. Lakini watukufu katika Uislamu, na hili jambo ni mashahidi wake ninalolisema ni watu wamoja tu, ni mahujaji ndio mashahidi. Mahujaji, kila hujaji ananiangalia, yeye ni shahidi wa hili ninalolisema. Na yule ambaye kwamba bado hajajaliwa kuwa ni alhaji, inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia atakuwa alhaji, na yeye atakuwa ni shahidi inshallah jambo hili ninalolisema. Watu wa Madina wanajua thamani ya mahujaji, wanavyowapembelekea, wanavyoonea huruma. Ndio maana wanawaita kila mtu alhaji, kila mtu alhaji. Kumuita mtu alhaji si haramu wala si vibaya ukamuita alhaji. Wanajionyesha tu jamani. Wanajionyesha vipi jamani? Ria ipo ndani ya roho. Huyu ni alhaji, ana wasfu wa kupewa alhaji. Huyu ni mtu heshima, huyu ni mtu wa kuheshimiwa. Kwa ni wajibu wetu kusema kweli sisi kama wana familia kumsindikiza mwenzetu, kumpeleka mpaka katika airport, kumfikisha zile sehemu ambazo kwamba zinahitajika. Na tuendelee kusema kitu kingine watukufu katika Uislamu. Baada ya mwenzetu kuwa tayari ameshaifunga safari, na tayari tumeshamsindikiza, na tayari ameshaingia katika ndege, na tayari anaelekea katika
ibada yake ya alhaji, tumwachie insha Allahu taala, tumuone tena mwenzetu huyu, na sisi Allah tupe wasaa na khairi na baraka ya kufika huko. Ni yapi ambayo kwamba anakwenda kuyatekeleza hatua kwa hatua. Sisi kama wanafamilia tujue mwanafamilia mwenzetu, mwanafamilia wetu nini anakifanya katika ibada yake ya hija na ibada yake ya umra. Baada ya mapumziko mafupi kabisa tutakuja kuona nini